Nilikuwa naangalia kwenye takwimu, naona mkoa wetu mnasema eti upatikanaji wa huduma hizi za madawa ni 80%. 90 ngapi? Mimi nimekataa. Mimi binafsi nimegoma, kwa sababu tunasikia malalamiko ni mengi zaidi. Kama ni 93, wananchi wanalalamika nini? Tumekuwa tukiona na tumeshuhudia na tumesikia malalamiko kutoka kwa baadhi ya wagonjwa wakilalamikia kukosa dawa katika maeneo yetu ya kazi, wakilalamika kuelekezwa kwenda kununua dawa pharmacy wakati dawa hizo zinaweza kupatikana pale dirishani. Lakini kingine, kila halmashauri tuhakikishe kwamba sasa tunasimamia uboreshaji bora wa huduma za afya, kwa sababu mwenzie na huduma hii ya bima ya afya kwa wote ni huduma bora za afya kwa fedha ndogo kabisa. Maana haiwezi kusema fedha ni ruzuku, kwa karuzuku kadogo sana ka shilingi 150,000. Matibabu tumeshuhudia sisi kwenye familia zetu na kwenye kaya zetu ni gharama. Lakini kama una uwezo wa kuhudumia familia yako nzima, we kama baba, kwa shilingi 150,000 kwa mwaka mzima, nyie akina baba tutashindwa kweli? Hivi amuoni kama hii ni fahari ya wababa huko nyumbani? Sasa ikipelekwa vizuri hii, naomba niwaambie, sio tu bima ya afya kwa wote, ndugu viongozi, hii ni fahari ya wababa nyumbani. Baba anayejali familia yake, sasa 150,000 yeye, mke wake na watoto, mwaka mzima, watoto na mke wote wanapata matibabu. Hii ni fahari ya wababa nyumbani. Jukumu kubwa tulilonalo sisi kwa maelekezo ya mkoa ni kutoa elimu ya bima ya afya. Hii ndio swala kubwa na ndio swala ambalo leo tunaanza nalo rasmi. Tukimaliza kikao hiki, kila halmashauri muhakikishe kwamba mnafikia kaya zote kupitia mikutano ya hadhara, kupitia redio, lakini kwenye vikao vya kijamii, mashuleni na hata mtu kwa mtu. Wengi wetu hapa tupo kwenye makundi mbali ya WhatsApp, lakini wakina mama wengi tulioko humu ndani tuna vikoba. Tutumie fursa hii pia kuelimishana. Kama leo tunakwenda kuanza mtu kwa mtu, leo nitafunga kazi saa 11 na imani nitakuwa nimefikia familia nyingi. Nitaingia huko mtaani randomly. Hii ni nyumba, ukiangalia ni nyumba, kuna watu wanagonga mlango ngongo, unaita walioko ndani, unawaelimisha. Ukiondoka, wale kama wameelewa, ni rahisi kusaidia kuanza kuelimishana. Lakini kingine, kila halmashauri tuhakikishe kwamba sasa tunasimamia uboreshaji bora wa huduma za afya, kwa sababu mwenzie na huduma hii ya bima ya afya kwa wote ni huduma bora za afya. Hawa wa kwanza ambao sasa wameshaingia moja kwa moja kwenye mpango ndio watakao kuwa mabalozi wa kwanza wa kuanza kuelezea ubora wa huduma hii, ukiacha unafuu wake, ukiacha ruzuku iliyopangwa. Sasa waganga wafawidhi tuko humu ndani na makatibu wa afya tuko humu ndani. Kwenye eneo hili tunahitaji kuongeza ubunifu wa hali ya juu katika kuhakikisha kwamba huduma hizi zinakuwa bora kwenye vituo vyetu vya afya, kwenye zahanati na kwenye hospitali zetu. Wananchi hawatakiwi kulalamika na kero hata moja kwenye eneo hili. Lakini waganga wafawidhi mkisimamiwa na mganga mkuu wa mkoa na waganga wa wilaya, jukumu letu kubwa ni kuhakikisha kwamba huduma muhimu zote ikiwemo vipimo na dawa zinapatikana hospitali. Tumeona kwenye baadhi ya maeneo Mheshimiwa Waziri akipita huko na kutoa maelekezo makali kweli. Ukiyapima kwa undani bila kuleta ushabiki mwingine, utaona maelekezo yale yanatija, kwa sababu sisi wote humu ndani ni mashahidi. Tumekuwa tukiona na tumeshuhudia na tumesikia malalamiko kutoka kwa baadhi ya wagonjwa wakilalamikia kukosa dawa katika maeneo yetu ya kazi, wakilalamika kuelekezwa kwenda kununua dawa pharmacy wakati dawa hizo zinaweza kupatikana pale dirishani. Adhima ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ni njema. Ninawaomba sana ndugu wataalamu,
yale ambayo viongozi wetu wanayazungumza, yale ambayo Mheshimiwa Rais anayazungumza huko, wananchi wayaone huko kwenye utekelezaji vijijini. Sio sawa kinachoongelewa kiwe ni kingine, kinachofanyika huku ni kingine. Nilikuwa naangalia kwenye takwimu, naona mkoa wetu mnasema eti upatikanaji wa huduma hizi za madawa ni 80%. 90 ngapi? Mimi nimekataa. Mimi binafsi nimegoma. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunasikia malalamiko ni mengi zaidi. Kama ni 93, wananchi wanalalamika nini? Kwa hiyo turudi pia huko ni kipimo, tukajipime. Haswa waganga wafawidhi, tukajipime na tuangalie dawa ambazo zinaletwa kwenye vituo vyetu vya afya kutoka either MSD ama kwa washitiri, tunazipokea. Kuna mtu kweli mwenye moyo wa Mungu ambaye anafanya track ya hizo dawa kuanzia ziliposhushwa, zilipoingia kwenye store yetu ya hospitali, zilipotoka kwenda kwenye dirisha la dawa, na zilipokwenda kwa mwananchi, yani kwa mtumiaji wa mwisho. Tukimaliza hapo sasa, tufanye tena kazi hii ya kutafuta asilimia hii. Tukisikia hakuna kelele, manake asilimia hii ni sahihi. Lakini tumeshuhudia, tumeona mara nyingi wananchi wanalalamika, hapa hakuna dawa, tumeenda kuna dawa, lakini ukifika kiongozi, ukienda kufanya ukaguzi, unakuta madawa yamejaa tele. Mashelfu yote yamejaa dawa, tena zile dawa muhimu. Lakini ukitoka hapo nje ya geti unakutana na aliyebeba cheti chake anakwenda kununua dawa kwenye duka la dawa. Kwa sababu jukumu hili limeletwa kwa wakuu wa mikoa, ofisi yangu italisimamia hili kwa ukubwa kweli kweli. Kwa sababu mara zingine pia tukisimamia sana, mnalalamika wenzetu ambao ni wataalamu. Hawa wakuu wa mikoa sio wataalamu. Kwa kusema kweli, mimi hata kuandika paracetamol sijui, lakini huduma bora naijua, na nikienda hospitali nikidumwa vizuri najua. Kwa hiyo kwa kuwa tumepewa hili jukumu, tutalisimamia vizuri na tutajitahidi sana tuone maeneo gani ambako pana changamoto, tuweze kushare kwa pamoja namna gani ya kuondoa changamoto hizo. Na tutakapokuwa tunaambiana, natamani pia tuwe tunazipokea katika nia njema kwa lengo la kufanya maboresho. Lakini familia nyingi zinaona kazi zaidi ya 6. Lakini maana ya kaya kwenye bima afya kwa wote ni watu 6. Lakini unaweza kukuta familia ina watu 9, ina watu 8. Kwa hiyo kuna watu wengine ambao wanabaki. Lakini tutambue kwamba tunaposema kaya kwenye bima afya kwa wote, tunamaanisha jumla ya watu 6. Lakini pia tunazo familia nyingi ambapo baba ana wake zaidi ya mmoja. Ana wake 2, ana wake 3, ana wake 4, ana wake 5. Kwa hiyo pia tujue ya kwamba katika lile boma lenye wake zaidi ya mmoja, principal wa familia kwenye kaya ya kwanza, ya pili, kaya ya pili, ya tatu, ya 4, pia mama anaweza kutumika kama principal ile familia, na ile familia ikasajiliwa kwenye bima afya kwa wote. Lakini kuna angalizo wananchi walilitoa wakati tunafanya utambuzi wa kaya maskini, kulikuwa nafanywa na TASAF. Kulikuwa kuna hali fulani ambao wananchi waliona kama kulikuwa na upendeleo, kwamba kaya zisizojiweza zingine ziliachwa na kaya ambazo zinaaminika kwamba zina uwezo ziliingizwa kwenye mpango wa TASAF wa kaya maskini. Kwa hiyo ili pia tukalisimamie kuhakikisha kwamba hicho kipengele pia hakitokei tena kwa sababu TASAF watakuja kwetu tena kuzitambua kaya ambazo hazina uwezo kwa ajili ya kupata ruzuku ya serikali. Lakini kama wananchi wana experience kadogo kakuona kwamba kulikuwa kuna namna fulani ambayo haikutendeka vyema, nafikiri ni jambo ambalo la msingi sana tukaliangalia kwa umakini.